Kwa jina naitwa Dr. Sige Mutajoa, kaimu mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara. Kwa wiki hii hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara iliandaa kambi ya madaktari bingwa ambapo tulikuwa na huduma za mifupa, lakini pia tulikuwa na huduma za macho na pua, koo na masikio. Na leo ndio siku ya mwisho, maana tulianza Jumatatu tarehe 26 na leo tumemalizia tarehe 30 siku ya Ijumaa. Katika hizi siku 5 tumeweza kuhudumia wagonjwa wapatao 873 wenye changamoto mbalimbali, lakini pia katika hao wagonjwa 873 wapo ambao walifanyiwa upasuaji watu 61, ambapo asilimia kubwa walikuwa ni wale watu wa macho ambao takriban watu 40 walifanyiwa upasuaji, 12 ilikuwa ni upasuaji wa mifupa na 8 ilikuwa ni upasuaji wa pua, koo na sikio. Na wagonjwa hawa wanaendelea vizuri baada ya upasuaji na wengine wamesharuhusiwa wameenda majumbani. Lakini pia wapo ambao walifanyiwa matibabu madogo madogo ambao hizi ni karibu takriban procedure tunaita karibu 266 na wote wanaendelea vizuri. Na kwa ujumla kumekuwa na mwitikio mkubwa wa wananchi ukizingatia kipindi hichi cha Januari, lakini watu wamejitokeza, wamekuja kupata matibabu, lakini pia kupata ushauri, lakini pia tumepata mrejesho mzuri pia kutoka kwa wananchi kuhusu hili zoezi. Limekuwa la msaada kwao na limewasaidia baadhi yao kuepuka kwenda mikoa ya mbali kwa ajili ya matibabu kama haya ambayo yameweza kutolewa katika wiki hii. Okay. Kwa majina naitwa Dr. Atanasi Budodi, daktari bingwa wa masikio, pua na koo, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Kwa upande wa masikio, pua na koo, tumehudumia wagonjwa zaidi ya 200 na tumetoa huduma za wagonjwa nje, clinics na huduma za upasuaji. Mwitikio umekuwa mzuri sababu wagonjwa wametoka sehemu mbalimbali, wametoka wilaya zinazozunguka mkoa wa Manyara na baadhi wametoka mikoa ya jirani, Singida na Dodoma. Kwa majina naitwa Dr. Muhyiddin Hudi Swaleh, ni daktari bingwa wa macho au ni miongoni mwa timu ya madaktari bingwa wa macho ambao tumekuja kutoa huduma au tumeweka kambi katika hospitali hii ya mkoa wa Manyara. Na kikubwa ni kwamba kwa haraka ni kwamba tumeona wagonjwa zaidi ya 350 kwa siku 5 mpaka hivi sasa. Na katika wagonjwa hawa tumekumbana na wagonjwa wa aina wenye magonjwa ya macho ya aina tofauti tofauti. Na katika magonjwa hayo ugonjwa mkubwa ambao ni namba 1 hapa ilikuwa ni watoto wa jicho, tunaita cataract kwa lugha nyingine, ikifuatiwa na glaucoma au presha ya macho, ikifuatiwa pia na allergy za macho pamoja na vinyama vinavyoota kwenye macho kwa sababu ya hali ya mazingira au uwepo wa jua kali na vumbi au na mazingira ya hapa Manyara. Lakini kiujumla ni kwamba wagonjwa wote hawa tumeweza kuwahudumia ipasavyo na wote wamepata huduma bora ya kibingwa na wameondoka wakiwa na furaha zaidi. Tumefanya operation za wagonjwa takriban 57 na katika wagonjwa hawa wagonjwa 47 walikuwa ni wale wagonjwa ambao wana mtoto wa jicho na wagonjwa waliobakia ni wale wagonjwa ambao walikuwa na magonjwa mengine kama vile nyama za jicho pamoja na magonjwa mengine kama vile waliopata ajali za macho au waliopata trauma za macho. Kwa hivyo kiujumla ni kwamba wagonjwa wote wameweza kupata furaha kwa sababu wengi wameweza kuona. Takriban wagonjwa 47 walikuja hapa na upofu wa macho, lakini wote wameweza kuona vizuri na wameweza kufurahia huduma hii. Nitoe rai kwa Watanzania kiujumla, lakini pia kwa wana Manyara. Kwanza wanaposikia huduma hizi zinatolewa za kibingwa wafike haraka na kwa wingi pia ili waweze kupata huduma bora zaidi, lakini pia wasiwe na mazoea ya kusubiri mpaka timu za madaktari bingwa zije. Wawe na uelewa wa kwamba wanahitaji wapate huduma za macho kwa haraka zaidi. Pale wanapoona macho yanapata tatizo basi wafike kwa haraka kabla ya shida kufika mbali zaidi. Kwa hiyo wakiweza hivi tutaweza kuzuia upofu kwa haraka. Kwa mfano kuna wagonjwa takriban 40 tuliwagundua kwamba tayari pressure ya macho imeshashambulia macho, imefika katika hatua ambayo ni mbaya zaidi kiasi kwamba sasa hatuwezi kurudisha uono wa mgonjwa huyo, lakini kama angeweza kufika mapema maana yake tungeweza kumhudumia vizuri na tungeweza kuzuia uono usifike katika hatua mbaya zaidi. Huduma zao ni nzuri sana. Mkoa wetu kwa kweli umekaa vizuri na huduma zao tumehudumiwa vizuri sana. Hakuna mtu anaenda bila kuhudumiwa. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana madaktari waliokuja mkoa huu. Wao wanakuja mara kwa mara sababu si wengine ni wagonjwa
wao wanakuja kutuona mara kwa mara. Mimi nawashukuru sana madaktari wa mkoa huu, mkoa wetu wa Manyara, hususan mkuu wetu wa mkoa hapa Manyara ndio anatuletea madaktari hapa. Queen Sindika. Nashukuru sana mheshimiwa wangu. Jina naitwa Jumanne Hassan Dudu. Kwa majina naitwa Happiness Jackson. Natokea mkoa huu wa Manyara. Huduma zao ni nzuri. Pia nilikuwa na sehemu ya kwenda tofauti na hiyo hospitalini, lakini kwa kuwa nimeshafika hapa, huduma zao na zimenifurahisha. Nimepokelewa vizuri na huduma zao ziko poa sana. La kuambia ni kwamba tunashukuru pia, lakini kitu kingine ni kwamba tungependa na wengine ambao hawajafika mahali hapa waweze kuja, maana huduma zao ni nzuri. Na cha kuambia kingine ni kwamba waendelee kuja, maana wagonjwa wapo ni wengi wanaosumbuliwa na macho na magonjwa mengine tofauti tofauti. Kuna maradhi mengine ambayo huwezi kupata majibu yake haraka kama ilivyo sasa hivi. Inabidi labda unaweza kuambiwa naenda Mkapa au naenda KCMC na kwingine ambako pengine huna uwezo huo. Lakini tunapofikiwa na huduma hizi tunaona ni kama tumeletewa kitu ambacho kiko karibu mno. Na pia hata kama ulikuwa una uvivu fulani, lazima utapata nguvu ya kufanya hivyo kwa sababu kitu kimekaribia, kimekuja. Hiyo ni moja. Ya pili, tunapofika mahali hapa, hospitali mahali hapa, tunaona tunaelekezwa kuingia mahali ambako husika. Kwa mfano mimi nimekuja hapa asubuhi saa 5. Tayari nimeshafika, nimeona daktari, tayari nimeshapata vipimo. Sasa hivi nimemwambia baada ya masaa mawili nitapata nini? Nitapata majibu. Kwa hiyo mimi nanitia moyo kwa sababu naona mara nyingine unaweza kwenda ukaambiwa chukua vipimo leo, unaambiwa uje kesho au kesho kutwa. Lakini hapa kuna possibility ya kupata leo hii. Hiyo ndio maana niko mahali hapa kwa sababu nini? Nimeambiwa kwamba usiende nyumbani, utapata vipimo vyako vyote, maana mimi nimepima kohozi, nimepima nimepigwa x-ray, alafu nimechukuliwa damu. Ninaambiwa nimuone daktari nilianza naye kule, ataipa majibu yote. Kwa hiyo kidogo mimi nimenifariji. Pengine inachukua ikizungumzia gharama. Yes, kwa mfano mimi nimetoka kijijini. Sasa gharama ni kuja na kurudi leo tu. Kidogo inanipa nafuu. Kuliko pengine nimeenda mahali fulani, naenda nilale, nihudumiwe kesho nilale au nirudi. Ile gharama inakuwa ni kubwa. Lakini kwa hapa Manyara, kwa sisi ambao tuko viunga vya Manyara hapa, kweli inatusaidia sana. Sisi huduma za kibingwa zipo na zinaendelea. Mfano kama ndani ya wiki hii kulikuwa kuna kliniki nyingine za kibingwa za upasuaji, kulikuwa kuna kliniki nyingine ya kibingwa ya magonjwa ya ndani, kulikuwa kuna kliniki nyingine ya kibingwa pia ya watoto na wakina mama, na ambapo pia takriban watu 350 wa hizo kliniki nyingine walikuwa wanaendelea kupata huduma ndani ya wiki hii. Lakini kuanzia wiki ijayo na hata siku za nyuma, huduma za mifupa tunaendelea kutoa na operations zinafanyika kulingana na changamoto ambayo mtu amepata. Lakini huduma ya pua, koo na sikio hii ipo siku zote pia. Tunaye daktari wetu bingwa hapa na huduma tunatoa. Lakini pia huduma za macho tumekuwa tukiendelea kutoa tukishirikiana na wenzetu wa KCCO, na huduma hizi zote ambazo tumeenda kuzihudumia wiki hii tunaendelea kuzitoa. Lakini pia tutakuwa na mipango mingine ya kufanya kambi za kibingwa. Mwezi wa 3 tutafanya kambi nyingine, lakini mwezi wa 4 tutafanya kambi kubwa kabisa ya kibingwa tukishirikiana na wenzetu ambao wanatoka nchi mbalimbali duniani.